Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kutangaza jambo letu la kilele cha mashindano ya dunia. Insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Jumapili iliyokuwa mbele yetu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 ndiyo itakuwa fainali ya mashindano yetu ya dunia. Hivi ninavyozungumza, wadau washiriki katika mashindano haya, majaji wameshaanza kuingia katika nchi ya Tanzania. Kwa unyonge kidogo, mwaka huu tunaingia katika mashindano haya, kwani kwa mara ya mwanzo baada ya miaka 31 tunamkosa mzee wetu, mzee Ali Hassan Mwinyi, ambaye yeye ndio alikuwa mlezi wa mambo haya. Na kiuhakika katika miaka 31 mzee Ali Hassan Mwinyi alihudhuria katika mashindano haya kwa muda wa miaka 29 mfululizo. Miaka miwili tu walikosa marehemu kuhudhuria katika mashindano haya katika miaka 31. Amependa Mwenyezi Mungu, amempenda zaidi na amemchukua mzee wetu. Mwenyezi Mungu amrehemu na ijalie kabri yake iwe viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Amin ya Rabbi. Mashindano ya mwaka huu tunataraji yatakuwa na mvuto wa aina yake kutokana na ushiriki uliopatikana katika mashindano haya. Mashindano yalishirikisha washiriki zaidi ya 35. Zaidi ya 35 walishiriki kutoka katika nchi 25 duniani. Baada ya mchujo wa kwanza, ambao ni ule mchujo unaofanywa akiwa nchini kwake kutumia mitandao, washiriki waliobaki hivi sasa ndio ambao tutakao kwenda nao ni 22. Tunasema 22 kwa sababu ndio waliopita. Hatujui kadari ya Mwenyezi Mungu itakuwa vipi, lakini tunataraji washiriki 22 ndio ambao watakaoshiriki katika kilele cha mashindano haya. Wana mvuto mkubwa kwa sababu wengi kati ya hao wameshiriki katika mashindano tofauti ya dunia na kufuzu. Kwa hiyo tunataraji mashindano yetu ya mwaka huu yatakuwa na mwelekeo uliokuwa mzuri sana. Mashindano ya mwaka huu yana vionjo. Miongoni mwa kitu muhimu kitakachofanyika ni ile semina ya kimataifa ya majaji wanaohukumu mashindano ya Qur'ani Tanzania. Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani kupitia tunzo zake za kimataifa za Qur'ani tukufu zimeweka katika miongoni mwa matukio yatakayoambatana na fainali hizi semina maalumu ya majaji kupewa uwezo na mbinu za kuhukumu mashindano ya Qur'ani yaliyokuwa katika level ya kimataifa. Kuna majaji bobezi waliotoka duniani huko ndio ambao watakaosimamia zoezi hilo. Zoezi hilo likiambatana na utumiaji wa vyombo vya kisasa. Mashindano ya siku hizi yanatumia vyombo vya kisasa. Kwa mara ya mwanzo tumewasiliana na wenzetu wa umoja wa mashindano, umoja wa wanaandaa mashindano ya Qur'ani duniani, na wamemtuma mwakilishi maalum akiwa na vyombo hivyo ili kuja kusimamia zoezi hilo. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, siku ya Jumamosi
Ndiyo, kutakuwa na semina hiyo. Nitumie fursa hii kuwapa habari vijana wanaojihusisha na kujaji wawasiliane na wale ambao wanaosimamia masuala ya mashindano kwa ajili ya ushiriki. Mashindano yetu yatakuwa chini ya ugeni rasmi wa Mheshimiwa Daktari Ali Hassan Mwinyi, Rais Hussein Ali Hassan Mwinyi, ulimi umezoea vibaya. Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, yeye ndio atakuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu haya. Kuna zawadi za kutosha zinazoendana na level ya kimataifa ambazo zilizokuwa zimeandaliwa kwa ajili ya hawa washiriki ambao watakaoshiriki katika mashindano yetu haya. Makundi ya mashindano yako mawili ya Qur'ani. Kuna vijana waliokuwa wasiozidi miaka 25. Hili ni kundi moja. Lakini kuna kundi la vijana wadogo watachuana wao kama wao, ni vijana wasiozidi umri wao usiozidi miaka 10 kutoka maeneo tofauti ya ulimwenguni, watashiriki katika kuyapamba mashindano yetu haya tunayokwenda nayo. Lakini tumeshaanza kupokea ugeni kutoka maeneo tofauti. Hivi ninavyozungumza, wageni wa Russia, Urusi wameshafika. Wageni wa Saudi Arabia wameshaingia. Wageni wa Libya wamefika. Wengine hivi sasa wanapokelewa airport, wageni wa Kuwait na maeneo tofauti ya dunia wakija kuhudhuria katika mashindano yetu haya. Tunatoa mwito kwa jamii ya Watanzania kushirikiana nasi katika mashindano haya kwa kuhudhuria, kufika katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Kwa wale watakaokuwa wako mbali na maeneo ya Dar es Salaam, mashindano haya yataonyeshwa live na TV tofauti. TV tofauti zitaonyesha mashindano haya live, na tutaziweka wazi TV hizo wakati munasibu ambapo utakapokuwa umefika. Tunatoa mwito kwa wapenzi wa Qur'ani, kwa wadau wa Qur'ani, katika mwezi wa Qur'ani tushirikiane kuienzi Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah wa usalli wa usallim ala rasulillah. Watukufu waandishi wa habari, neno nitamkalo mbele yenu latamkwa peponi watu watakapokuwa tayari wamepewa nafasi yao ya peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa hakika kama mlivyomsikia ndugu yangu mkurugenzi na muendeshaji wa mashindano haya, mwaka huu kama mlivyosikia kuna vionjo ambavyo ni fursa kwa vijana wetu ambao wanaweza wakapata nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo semina yao. Lakini tarehe 31 mwezi huu tulionao watatu, siku ya Jumapili, kwenye ukumbi maarufu wa Diamond Jubilee, hakika ni kwamba watoto watakaoshiriki mashindano hayo watakuwa wako chini ya umri wa miaka 10, 15 na kuendelea. Na juzu zile zinafahamika, wote ni maarufu, mnafahamu kila mwaka tunavyoenda. Lakini kubwa zaidi, mabara ambayo yatashiriki kwenye mchuano huu au jambo letu hili la kidunia ni bara la Amerika, bara la Afrika, bara la Asia na bara la Ulaya. Hawa ndio watakaoingia
kwenye mtifuano huu wa kuyataja maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo alianza kiongozi wetu na muendeshaji mkuu, matayarisho yako vizuri, na yenyewe ni kwamba tunao wenzetu tunaoshirikiana nao wenye uzoefu wa kimataifa, na mtaviona vifaa vya kimataifa. Nimeona niarifishe hayo kwenu kwa sababu bila ya ninyi, maana yake ni kwamba mashindano haya yatakuwa hayana haiba. Kwa nyinyi ndio mtatuletea haiba kuyafikisha dunia nzima ndani ya nchi yetu, ili tukifanye kizazi chetu kuendelea kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa haya maneno matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache ambayo kama ndugu yangu atakuwa anaendelea, ni lazima uendelee. Sauti ilikatika kidogo, si kwa sababu ilikatika, nadhani ndiyo raha yenyewe ya jambo, ni kwamba kila muda na saa unavyokwenda, kinachotokea ni ile ari, nguvu na uwezo wa jambo lenyewe. Hili jambo kaka sio la Afrika, ni la dunia. Kwa hiyo rudia tena uweke mambo yako sawia.